funga ametoa sadaka, basi amepata thawabu za kutoa sadaka na amepata thawabu za kufunga. Kwa hivyo kama una uwezo kidogo wa kuweza sema na mimi nitoe sadaka, basi umetoa biskuti zako, umewapa watoto, umewafurahisha watoto. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika ibada nzuri ni kuingiza furaha kwa Waislamu. Kwa hivyo umetoa kitu yako kidogo kwa ajili ya kuwafurahisha watoto fulani wa Kiislamu, umewanunulia biskuti, umewanunulia sweets, wakafurahi, wakala, wakasema alhamdulillah, basi hiyo pia ni thawabu na ni kando kabisa na kufunga, wala haina mahusiano yoyote na kufunga, wala funga hii ya siku hizi 9 haihusiani kwamba mwenye kufunga na lazima atoe. Tusiseme hivyo, haijaja katika utaratibu, wala Mtume hajasema hivyo. Mwenye kufunga atapata thawabu zake za kufunga, mwenye kutoa atapata thawabu zake za kutoa. Mwingine anafunga na hana cha kutoa, atapata thawabu za kufunga. Na vile tamaa yake na nia yake kwamba ningekuwa nacho ningetoa, Mwenyezi Mungu atampa thawabu za nia na makusudi yake mazuri katika moyo wake. Kweli kabisa. Shukrani sana Sheikh wetu kwa kutujibu swali hilo. Nakumbuka msikilizaji, nambari za simu jinsi nilivyotangulia kusema 0727444454 au 0738648881. Unaweza kupiga moja kwa moja humu studioni, ama uandike comment yako pale katika mtandao wa YouTube @ikrfm 95.0 ambapo tuko mbashara kwa njia ya picha, na nitakuwa nikimuuliza Sheikh Abdulrahman Yusuf Kutura. Sasa kabisa Sheikh wangu, ningependa tuangazie sasa swali lilokuuliza kuhusiana na ibada zingine ambazo zinafungamana na siku hizi 10 ambazo ni bora zaidi duniani. Ulama wametueleza kuwa ibada za kufanya kama tunavyojua Waislamu tuna ibada nyingi. Mwenyezi Mungu ametuwekea ibada nyingi kwa mwaka mzima, kwa kila siku. Kuna ibada nyingi, lakini kuna ibada ambazo kwamba ni muhimu zaidi zisikupita katika kuzifanya katika masiku haya 9 au masiku haya 10 matukufu ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ya haya mwanzo ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Wanatuambia miongoni mwa hizo ibada ambazo haifai zikupite, hata kama zingine zitakupita lakini hizi zisikupite, ni at-taubatu an-nasuh. Tauba ambayo kwamba ni yenye kuswihi. Zikiingia siku kama hizi, mwambie Mwenyezi Mungu, mimi nafanya hivi, mimi nakosa hili, lakini nakuomba Mwenyezi Mungu nisamehe, nimetubia kwako, nimerejea kwako, sitorudia tena. Kwa hivyo usipitwe na kitu kinachoitwa kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa tauba. Katika masiku haya, basi ukifanya toba kwa Mwenyezi Mungu inafika moja kwa moja na Mwenyezi Mungu anaikubali, na hakikisha huiharibu tena kwa kurudi katika makosa ambayo kwamba ulikuwa umeyafanya. Taubatun nasuh maana yake ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja bila kugeuka na kurudi nyuma na kuenda kuyaangalia yale ambayo kwamba ulikuwa umeyafanya katika macha, usirudi tena. Hiyo ndio toba ambayo kwamba yenye kuswihi. Ibada nyingine kwa haraka ya pili ni kufunga. Ni kufunga hii funga hii ya Dhulhijja, na tumesema si lazima ukafunga siku zote. Funga kutokana na uwezo wako. Mwingine anafunga siku moja tu ya Arafa, asilaumiwe, ndio uwezo wake. Mwingine anafunga siku 2, mwingine anafunga siku zote, maskini anamaliza zote. Kila mtu atakula kama Waswahili wanavyosema, kutokana na urefu wa nini? Wa kamba yake. Kwa hivyo mwenye kufunga siku zote 9 hatakuwa sawa na aliyefunga siku 2. Mwenye kufunga siku 2 hatakuwa na sawa na aliyefunga siku 1. Kwa hivyo kila mtu aweze kujitahidi katika kufunga katika siku kama hizi tukufu, siku 9 au siku 8 au siku 5, vile atakavyoona yeye mwenyewe, atakavyokuwa na nafasi nayo. Kwa hivyo kutubu kwa Mwenyezi Mungu, kufunga katika siku kama hizi kwa namna ambayo kwamba nimeeleza, kwa uwezo atakaokuwa nao huyo mtu. Lakini vile vile mwenye kuweza katika hizi siku 10 kwenda kufanya ibada ya hija, ambayo ndio faradhi kubwa, inafanyika katika siku hizi 10. Ndio tunasema masiku bora ya dunia. Katika kipindi chetu leo tunazungumzia masiku bora. Ukumbi wa masala ya dini. Leo tunazungumzia masiku bora ya dunia ambayo kwamba tumeyataja. Kwa hivyo mwenye kuweza kwenda Maka, ana uwezo, ana afya na kila kitu, basi aende katika masiku haya kwenda kufanya ibada ya hija. Kwa hivyo
ndani ya ibada ambazo kwamba tutakiwa tuzifanye. Miongoni mwazo ni nini? Ni kwenda katika kuhiji katika nyumba yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao pia haifanyiki wala haipatikani isipokuwa katika masiku haya ambayo kwamba tunayazungumzia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum ambao kwamba ndio miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu wa Dhulhijja. Ibada nyingine ambao kwamba wa min a'zami ma yutaqarrabu bihi ila Allah fi hadhihi al-ayyam al-ashr al-muhafadhatu ala al-wajibat, mtu kuweza kuhifadhi nyajibu zake za kidini kama swala, kama mambo ambayo kwamba yanatakikana kisheria yasikupite. Yani waweza kuwa unaswaligi lakini saa nyingine unapitwa na swala, au swala unakuja kuzichanganya katika wakati mmoja, swala 5 zote au 6. Katika masiku kama haya jitahidi kuhifadhi sala yako, kuiswali kwa wakati na kwa jamaa, ikiwa utaweza jambo kama hilo. Kwa hivyo kuhifadhi wajibati za Mwenyezi Mungu. Wama taqarraba ilayya 'abdi, Mtume anasema bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi, hajajikurubisha mja kwangu mimi Mwenyezi Mungu anasema kwa jambo ambalo nalipenda zaidi kuliko lile ambalo kwamba nimemfaradhishia, ikiwemo swala na ibada zingine. Lakini vile vile kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, kuswali swala za sunna, kuwafanyia wema wazazi, kuunga kizazi, kuamrisha mambo mazuri na kukataza mambo mabaya, kuwafanyia ihsani watu, kutekeleza haki za watu kama unadaiwa au kama nini unalipa madeni yako katika masiku kama haya, wa ghairi dhalik, na mengineyo mengi ambayo kwamba ni njia za kufanya khair ambazo wengi tuwazifahamu, lakini haya nimetaja kwa uchache kwa sababu ya dakika zetu na kuchunga wakati wetu wa kipindi. Hayo ni machache katika mengi, ikiwemo kutubu, kufunga, kuhifadhi faraid, kuwafanyia wema wazazi, kuwafanyia wema watu mbalimbali, kutoa sadaka, kuomba Mwenyezi Mungu, kufanya dua, kusoma Qur'ani, kuswali swala za usiku za sunna na mambo mengi ambayo kwamba mtu anaweza akashikamana nao. Hizi siku 10 zisiweze kupita isipokuwa amepata nasibu, amepata na yeye amepata kiwango fulani cha kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kweli kabisa. Huyo ni Sheikh wetu Sheikh Abdurrahman Kutura akituelezea yale ambayo yanafungamana katika wakati huu. Na unajua katika kila ibada ama katika kila situation, katika kila tukio ambalo limetupata katika visa vingi tu hapa ndani ama katika dini ya Kiislamu, kuna ile dua ambayo imesisitizwa sana. Kama wakati nadhani kisa ambacho tumekifanya hivi karibuni zaidi hapa stesheni ni kisa ama dua ambayo Nuh aliomba wakati alikuwa katika tumbo la samaki. Kwa hivyo kuna dua kama ile, kuna dua ambazo ni za maeneo. Je, katika hizi siku 10 kuna ile dua moja yani imesisitizwa? Unajua pia katika sijida umeambiwa kwamba hii dua hii ikifika ni kwenye sijida sisitiza. Ikifika ni wakati unataka labda mapato, afya njema, kuna dua hii sisitiza. Sasa wakati wa siku hizi 10 bora zaidi ambazo ziko ndani ya Dhulhijja, je, ni dua gani ambayo ungesisitiza zaidi tuirudie ama tuitilie mkazo? Kwa sababu unajua dua zote sawa tunaweza kuziomba, lakini kuna ile moja ambayo uzito wake kidogo uko juu kidogo. Naam, sawa. Ni swali zuri sana. Asante na Mungu kujaze kheri kwa kutukumbusha, kwa sababu nini anapaswa katika mambo ya kuomba na dua afanye Muislamu katika masiku haya 10 matukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema faakthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tamjid, kithirisheni, fanyeni kwa wingi katika masiku kama haya. Ikiwa ulimi wako unataka uwe ni una rutba kumtaja Mwenyezi Mungu, basi kithirisheni kitu kinachoitwa at-tahlil. Tahlil ni
kuleta la ilaha illa Allah nyingi. Kwa hivyo katika dhikri za masiku kama haya na dua za masiku kama haya, msiwache kufanya kuleta kwa wingi nini? Tahlil, ambao kwamba ni nini? Ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kila wakati muweze kuzisema maneno kama hayo. Akasema wa takbir, takbiri ni Allahu akbar. Paletwe hizi kwa wingi katika masiku kama haya. Wa tamjid, tamjid ni kumadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile yote inarudi katika tahlili, katika takbiri na katika tamjidi, katika maana moja tu, kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aina mbalimbali za dhikri katika masiku kama haya. Na ndio tukaambiwa kabisa alfajiri ya siku ya 9, ile siku ya Arafa, sio ni alfajiri yake tu watu waanze kupiga nini? Kupiga takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alfajiri ya siku ya nini? Sio ya Eid. Kisha wataenda nayo alfajiri ya dhuhuri yake, asri yake, siku ya Arafa. Siku ya Eid itaendelea baada ya siku ya Eid, siku 3 mbele itaendelea. Kwa hivyo hizi ni siku 5 takriban. Katika hizi siku 10, siku 5 watu wanafanya nini? Wanapiga hizi takbira, tena misikitini na tena katika barabara na wakati wowote. Kwa hivyo siku ya Arafa yenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, na Mwenyezi Mungu alikuwa akisema, anatoka Mwenyezi Mungu katika hali ambayo yeye anaijua, anawaambia malaika wake, mnaona waja wangu hao wamekuja na mashida na mbali, na mavumbi, wametoka maeneo mbalimbali, mimi nishawasamehe. Anawaambia malaika wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wa khairu ma qultuhu ana, na Mtume anasema katika siku kama hizi na katika siku kama hii ya Arafa, neno bora ambalo mimi nimesema na wamelisema mitume wenzangu waliotangulia ni la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hiyo ndio dhikri kubwa. Ndani ya dhikri hii kuna dua ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila unapoileta mara nyingi, ulama watuambia na faida nyingi, ya kuongezea wewe imani, ya kuongezea wewe yaqini, ya kuongezea wewe riziki, ya kuongezea wewe subra, ya kuongezea kila kitu katika hayo maisha yetu ya kila siku ya utafutaji na kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hayo ni mtu anaweza akawa ameshikamana nayo kama dhikri zake, kama dua zake. Sawa kabisa. Naona hapo hilo swali, na pia umeweza kuangazia swala la takbir. Kuna hii takbira ya al-tashrik ambayo ni Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Je, hii tunaona watu wengi sana wakifanya hii takbir ni wakiwa kule haji. Ndio. Je, sisi huku tunaruhusiwa kuitupia popote pale? Nyinyi sasa, sisi tukiwa huku tunashirikiana na mahujaji katika mambo mbalimbali, ikiwemo hiyo dhikri, katika kuswali, katika hata tukaambiwa kuwa mwenye anania ya kuchinja, amewekania mimi nitachinja siku ya Eid, basi ajifananishe na mahujaji, ajizuie kunyoa nywele mpaka atakapochinja, asikate kucha zake mpaka atakapochinja. Kwa hivyo haya yote ni kuweza kuwaenzi na sisi tulioko huku tumeomba Mwenyezi Mungu atupe hatwa na sisi tuende, lakini kabla hajatupa hiyo nafasi ya kwenda, tushirikiane nao katika matendo wanayoyafanya kule. Huku sisi tumefunga, wenyewe wanazuiwa kufunga kule kwa sababu ya ugumu wa ile kitendo wanachokifanya. Ile ibada yenyewe inahitaji unywe maji sana, inahitaji nguvu sana, wengine wanaanguka. Ukiongezea kufunga, tukakatazwa na sheria, walioko kule hawafungi, lakini sisi huku tunashirikiana nao na nini? Na kufunga, na tunashirikiana nao na takbira, na tunashirikiana nao na ibada mbalimbali. Kwa hiyo mwenye ametia nia kwamba mimi inshallah nitatafuta kakuku astaghfirullah, si kakuku tutafuta kambuzi changu, wengine wana uwezo wa ng'ombe, wengine wana uwezo wa ngamia, wakasema mimi nitachinja, basi
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyumsik an sha'rihi wa an adfarihi, ajizuie kunyoa